Dola na dhahabu ndio vielelezo vya uchumi mzuri katika dunia yetu ya leo tunayoishi. Ukiwa na hifadhi nyingi ya dola, wewe una uchumi mzuri. Sarafu ya dola ndiyo sarafu inayotumika zaidi katika biashara duniani. Kwa hiyo unavyotaja uchumi wa dunia, lazima uhitaje dola na dhahabu. Zamani uchumi ulikuwa unaendeshwa na dhahabu na fedha nyingine kama paundi, kabla Marekani hajaitawala dunia akawa superpower. Baada ya vita kuu ya pili, Marekani anaitawala dunia, uchumi ukaangukia kwenye dhahabu na dola. Baadaye Marekani akaitongoza dunia, akasema hapana, dola ni zaidi ya dhahabu. Kwa hiyo kipimo cha dola na dhahabu kikafutwa. Ni historia kidogo tu nakupa ya ni namna gani dhahabu na dola zilivyo muhimu katika biashara ya dunia ya leo. Sasa hii story kwamba rubo ya Urusi, pesa ya Urusi imekuwa na nguvu kuliko dola na dhahabu, kidogo watu hawaelewi na kwa kuaje. Niwarudishe watu nyuma kidogo. Vita ya Ukraine ilivyoanza, Joe Biden aliapa kwamba ataiharibu rubo. Rubo itakuwa rabo, yani rubo itakuwa takataka. Msikilize kidogo Joe Biden hapo. Sanctions. The ruble almost is immediately reduced to rubble. The Russian economy, that's true by the way, takes about 200 rubles equal $1. Mmesikia kwamba rubo itakuwa rabo, yani rubo itakuwa takataka. Yani kwa kifupi, silaha ya Marekani ni kuharibu uchumi wa watu wengine kama alivyofanya kwa kina Mugabe. Mimi mtu akiwa anamsema Mugabe vibaya, natamani hata nimpige risasi. Kwa sababu Mugabe alikataa kuwauza wananchi wake kwa wazungu, ndio maana wakaharibu uchumi wake. Kama vile Putin alivyokataa kuendana na Wamarekani akaivamia Ukraine kwa usalama wa Urusi, na Wamarekani wakaapa kwamba wataharibu uchumi wa Urusi. Unapoharibu sarafu ya nchi nyingine, literally unaharibu uchumi wake. Sasa ukweli wa rubo kuwa na nguvu kuliko dhahabu na dola ni uko hivi. Kwanza, uchumi wa Urusi unaendeshwa na serikali. Ni uchumi wa kidikteta, sio uchumi wa kidemokrasia na kibepari. Number one. Kwa hiyo kila kitu serikali inakisimamia kikamilifu. Serikali haicheki na kina Baresa na kina Mo na kina Azania, hapana. Serikali ikiamua inaamua kwa faida ya wananchi. Hizi nchi zetu za kidemokrasia na ubepari, wanaamua mabepari na sio serikali. Wacha kusikiliza wanachosema serikali yako kwenye platform. Sukari inapanda bei, serikali inakwambia tutashughulikia. Watashughulikia, unajua mkataba serikali yako inaingia na hayo watu wanaokuja kuwekeza kwenye hivyo viwanda. Watu wanazalisha sukari, wanafunga, wanaenda kuuza, wanakojua wenyewe. So, wacha kusikiliza maneno ya wanasiasa na serikali yako. Mimi nilifundishwa, wacha kuamini kila serikali inachokuambia. Wewe heshimu serikali, ishauri serikali. Full stop. Kwa hiyo Urusi inaendeshwa kidikteta. Tulifundishwa serikali ikiwa inawapenda raia wake na inawasimamia kikamilifu, ni dikteta. Sio tulivyofundishwa. Ila serikali ikiacha wananchi wake wakiwa wanadalaliwa ovyo ovyo, huo ndio uhuru. Anyway, nisiwatoe watu kwenye reli. Kwa hiyo kila kitu serikali ya Urusi ina control. Bei ya vitu inapanga serikali. Kwa hiyo kila kitu kiko stable. Mfumuko wa bei upo, lakini serikali ndio ina control. Kwa mfano, baada ya vita kuanza, serikali ili control masuala ya export na import ili kuilinda sarafu. Kwa sababu sarafu ya nchi huwa inachezewa pale kwenye kuuza nje na kununua nje. Kama unavyojua, kama taifa linanunua zaidi, maana yake uchumi wake ni dependent, ni tegemezi, na hapo ndipo wenye dunia yao wanavyopenda kuchezea uchumi wa nchi nyingine. Kwa hiyo faster Warusi walivyoingia vitani wakaanza kugombana na akina Marekani, akina Swift, serikali ilianza kucontrol masuala ya export na import. Pia serikali ilianza kucontrol masuala ya foreign exchange. Niwakumbushe nyuma watu kidogo. Magufuli alipokuwa madarakani, bureau change karibia zote zilikufa. Magufuli lengo lake alitaka kwamba biashara ya pesa ifanywe na benki tu na sio watu binafsi. Lakini nenda barabarani sasa hivi, kila kona na bureau change sasa hivi. Usiniulize kwa nini, jibu unalo mwenyewe. Kwa hiyo kila biashara iliyokuwa inahusiana na pesa ndani ya Urusi inafanywa na serikali kuu. Maana yake ina control dola, pound nini. Kwa hiyo kwa kifupi wanasemaga black market, sijui masuala ya debt money, pesa chafu. Hichi kitu hata Putin amekuwa anakizungumzia kwamba ni rahisi kukuta Urusi ina dola nyingi kuliko Marekani. Putin mwenyewe amewahi kukizungumzia hicho, akasema Marekani wana print dola, wanaziflood kwenye nchi nyingine, nchi yao inakuwa haina inflation, mfumuko wa kiuchumi, mfumuko wa bei. Putin amewahi kukizungumzia hicho, akasema yani ni rahisi ukizikusanya dola zilizo ndani ya Urusi ni nyingi kuliko zilizo Marekani. Hicho kitu kinaitwa inflation. Kwa nini? Putin anajua uhuni wa Marekani wanaofanya. Kwa hiyo uchumi wa Urusi ni uchumi wa kidikteta kama ulivyo uchumi wa Kichina. Sababu nyingine, ndani ya Marekani kuna ugomvi kati ya Donald Trump na Jerome, mkuu wa Federal. Yaani mkuu wa benki kuu ya Marekani ana ugomvi na Trump kwa sababu ya sera zake za kutaka kufufua manufacturing, yani viwanda vya Marekani
huku akiumiza wananchi na biashara nyingine. Yaani kwa kifupi hichi kitu nishakizungumzia, nilisema hivi, Trump anataka kufix matatizo yaliyotengenezwa zaidi ya miaka 40. Ni kitu hakiwezekani. Mzizi wa matatizo ya Marekani ni mkubwa sana. Huwezi kuuchimba leo na kesho. Ni matatizo waliotengeneza wenyewe. Kwa hiyo ile vita kati ya mkuu wa Federal, benki kuu ya Marekani, ambayo kwa kifupi ndio benki ambayo inayo control dunia, sehemu kubwa ya dunia. American Federal ina nguvu duniani sana. Federal akifanya jambo, uchumi wa dunia nzima unatikisika. Labda tuseme labda wa China hawezi kutikisika, labda na Warusi, labda. Kwa sababu hizo ni nchi ambazo serikali ina control uchumi wa nchi zao. Lakini nchi zinazoendeshwa kidemokrasia kama Tanzania, sijui Kenya, sijui wapi, Federal akifanya jambo lake, na hizo nchi lazima zitikisike kwa sababu ziko kwenye mfumo wa Marekani. Mfumo wa Marekani ukoje? Mtu atajiuliza. Ni mfumo wa kibepari, kwamba matajiri ndio wanaoamua maisha ya watu na sio serikali ya nchi husika inaamua maisha ya watu. Kwa hiyo sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, uchumi wa Urusi ni uchumi wa kidikteta, serikali inasimamia kila kitu kwa faida ya wananchi wake. Sababu ya pili ni vita ya rais wa Marekani na mkuu wake wa benki kuu Federal, Jerome, wanalumbana kuhusiana na sera za Trump za kufufua uchumi ambazo kihalisi zitamuumiza mwananchi wa kawaida wa Marekani na zitaua kabisa ukuaji wa kiuchumi wa Marekani. Sikiliza kidogo Jerome alivyoambiwa. Je, akiambiwa a step down atakubali? Sikiliza Jerome hapa. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Msikia, Jerome amesema hata step down. Na je, Trump alipoulizwa kuhusiana na kumfukuza Jerome amesemaje? Msikilize Trump hapo akiulizwa kuhusiana na kumfukuza Jerome. You said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. Trump anasema anaweza akamfukuza Jerome quick fast. Kwa hiyo hii vita ya Jerome, mkuu wa Federal wa Marekani, na rais wa nchi ndio imefanya dola na dhahabu zionekane dhaifu katika uchumi ukilinganisha na rubo. Kumbuka, Warusi wako kwenye vikwazo vya kiuchumi zaidi ya 24,000, 24,000 economic sanction. Alafu eti rubo, pesa ya Urusi, inakuwa na nguvu kuliko dola na dhahabu. Hii ni maajabu. Kumbuka hizi taarifa zimetolewa na wao wa duniani, wala sio Urusi ametoa. Akina hao wanaomiliki pesa, akina sijui IMF, sijui World Bank, ndio ametoa eti sarafu ipi inafanya vizuri sasa hivi duniani. Wakaje kujikuta ni rubo. Kivipi? Kila mtu sasa hivi duniani anatamani akawekeze kwenye rubo kwa sababu anayelinda rubo ni mafia mkubwa. Watu wachumi wakubwa dunia wanaangalia. Hasa kama huyu bwana ameshindwa kudondoka kwenye vikwazo 24,000 na basi hii itakuwa ni sarafu imara kuliko zote. Haya ndio maswali watu wanajiuliza. Hata kama ingekuwa ni mimi, ni kweli kabisa. Kama rubo haikudondoka kipindi cha Joe Biden alivyo hapa, na mpaka sasa hivi imengangania, na sasa hivi kadri unavyoangalia makampuni yote yaliyoondoka Urusi yanataka kurudi, yako kwenye mchakato wa kurudi, na Putin anawaandalia mikataba mipya, yani wakiingia wasimtikise kama walivyomtikisa. Nikupe hiyo breaking news kwamba Warusi wanaandaa mikataba mipya ya yale makampuni yaliyoondoka. Kuna makampuni mengine hayawezi kurudi. Kwa mfano makampuni ya chakula nasikia ni ngumu kurudi kwa sababu kuna Waturuki tayari wameshakaba kwenye zile akina McDonald, wanaokaa huko Urusi wanaelewa. Lakini in short, asilimia kubwa ya makampuni yaliyoondoka Urusi yanataka yarudi. Kwa sababu Urusi ni nchi ya watu milioni 150. Nani anataka kupoteza hilo soko la watu milioni 150? Hilo ni soko kubwa sana. One of the biggest market. Halafu Urusi ni nchi ya uchumi wa juu, sio uchumi wa kati, kwamba wananchi wake wanajiweza. Mtu kutumia dola 100, dola 200 kawaida. Halafu sasa hivi wananchi wa Urusi, mzunguko wa hela ni mkubwa ndani ya Urusi kwa sababu vijana wanaokwenda vitani wanalipwa mishahara mikubwa. Kwa sababu kuna story hii inaendelea katika baadhi ya media za magharibi kwamba vijana wa Kirasha sasa hivi wanapata pesa nyingi sana. Kwa sababu kuna baadhi ya vijana wamekimbia kazi zao za kawaida walikuwa wanafanya, wameenda jeshini kwa sababu mshahara ni mkubwa. Yaani baada ya hii vita kuanza, idara ya jeshini mishahara imepanda ili kuvutia vijana kwenda. Kwa hiyo vijana wanaacha kazi. Mtu alikuwa mwalimu, kuna baadhi mpaka wengine walikuwa walimu, wengine walikuwa labda yaani una kazi chako labda ni afisa benki. Kaja vikazi vya kiajabu hivyo vya mishahara midogo, sijui yaani vikazi unavijua wewe, sijui benki, walimu, sijui
afisa nini. Unajua watu wameacha hivyo vikazi, wameenda jeshini kupata mishahara mikubwa ya muda mfupi. Kumbuka mfumo wa hii vita sio vita kwa Warusi, wanaita ni special military operation. Kwa hiyo watu hawapigani mwaka mzima, no. Taarifa nilizozipata kutoka magharibi kwamba watu kuna contract za miezi 6, wengine mpaka miezi 3, alafu unatoka na hela kibao. Kwa hiyo let's say mimi ni mwalimu, naweza nikaomba ruhusa tu nikaenda sign contract ya kwenda jeshini kwa miezi 3, labda unalipwa mshahara zaidi ya mara 3 ulikuwa unaopata kwenye ualimu wako. Yaani nikupe picha tu kwamba Urusi ni nchi ya namna gani sasa hivi. Kwa hiyo sababu ndio hizo. Uchumi wa Urusi ni wa kidikteta, serikali inasimamia kila kitu, kwa hiyo kila kitu kinaenda kinavyotakiwa, biashara ya pesa inasimamiwa na serikali. Namba 2, vita ya Donald Trump na mkuu wake wa benki kuu Federal ndio imefanya dola ionekane haina thamani mbele ya rubo. Na dhahabu yenyewe, kumbuka Federal na control dhahabu nyingi sana. Moja ya sehemu zinazo control dhahabu nyingi duniani ni Federal. Kwa hiyo pia moja ya kituo kikubwa cha dhahabu nacho hakiko salama. Kwa sababu hii vita ya Jerome na Trump, wachumi wakubwa duniani wanaangalia dola inaelekea wapi, dhahabu, soko la dhahabu linaelekea wapi. Kwa hiyo hizo ndio sababu kuu mbili zilizofanya rubo kuonekana ni bora kuliko dhahabu na dola. Elimika, usiwe msomi.